Walioghadhabika wameziteketeza nyumba 3 za mshukiwa wa wizi anayeshukiwa kuhangaisha wakazi wa kijiji cha Materere Biego, wadi ya Kiambu-Nyuri, kaunti ya Nyamira, kufuatia ongezeko la visa vya wizi wa ng'ombe, huku akipatikana na ng'ombe 5 wanaodaiwa kuwa wa wizi. Tukio hili limezua taharuki miongoni mwa wakazi waliodai kuchoshwa na vitendo hivyo vinavyoendelea. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo ametufuatilia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mama mwenye tunaita ntamame na jina mama tunamheshimu sana, mama wa heshima. Leo tumekuwa na msangazo saa 4:30 nyumba imechomwa, nyumba yake. Vitu ilikuwa ndani imechomeka, tena vitu ni ya wizi. Vitu ya kanisa imepatikana kwake. Kila kitu, ng'ombe imepatikana kwake. Mwezi uliopita kuamukia saa 9 ya usiku nikapata nyumba ya kijana yangu imepomolewa. Kusetuka hivi kuingia kwa ndani nikapata kila kitu, hakuna mattress ile kubwa ya ile kitanda kikubwa kabisa, na tupe 3 na sahani na box na firasi yote imechukuliwa, hata chabi kwa muranga hakuna. Ni wakazi wa kijiji cha Materere Eronge walioghadhabika kufuatia kukithiri kwa visa vya utovu usalama katika eneo hili kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, hali iliyowalazimu kuishi kwa hofu, huku baadhi wakikosa hata usingizi kutokana na wizi wa mara kwa mara wa mifugo na kuvunjwa kwa maboma ya watu. Huyu mama enta mame ng'ombe chinaifigwa kwa hii michichi, chinaifigwa kila wakati. Sasa ng'ombe ngine ikapatikana mahali alikuwa anauza ng'ombe moja. Mwenye kuusewa akasema alikuwa anatoka kwa intamame. Sasa hiyo ng'ombe ikifuatiliwa, sasa bakapata ng'ombe mingi kwa hii mji intamame. Ng'ombe mingi, ng'ombe 5 na ndama. Tulisienda mpaka Nyaramba police station tukapata hiyo ng'ombe tukaleta kwa boma yetu. Wakati tumeleta leo asubuhi tumesikia nyumba imechoma kwake. Tumekuja leo asubuhi tumefuatilia vitu vimetoka kwa nyumba yake mingi, kila kitu ya mtu mpaka makanisa, makiti, milango. Mtu alikuja akiona kitu yake, mtungi ya maji, anamwaga maji chini anaenda nayo. Wakazi sasa wamezitaka asasi za usalama kuimarisha ulinzi na kuongeza doria, wakisema wanaendelea kuishi kwa hofu kutokana na ukosefu wa usalama. Sisi kama wamama wa Kongwe cha namna hivi, bila kulala usingizi, hiyo ni stress nyingine. Kwa maana ukisikia kitu kimekonga hivi, unakaa unaangalia pande zote. Sasa tutafanya namna gani? Badala ya kupumzika, usaidizi wa serikali sasa wache weke patroli asaidie hii wachana wetu wakubwa. Na usiku wa leo tena pia nyumba imechomwa hapa. Nyumba imechomwa, lakini usuri vitu haikuporwa sana, ni kuchoma nyumba na kuchoma vitu zenye zilikuwa pale ndani. Lakini zile zenye zilipaki wenyewe wamechukua. Ile usalama yenye tunataka kusema mimi kama community policing, msichukue mikononi mwenu sheria. Serikali iko yenye itakuwa inafuatilia, mnaelezea mtuleti kwa kijiji, alafu sasa ndiye anapeleka hiyo maneno, kila kitu inafuatiliwa kwa utaratibu. Kwa sasa maafisa polisi wakishirikiana na machifu wanaendeleza operesheni ya kuwasaka washukiwa wengine ili kukomesha mtandao wa wizi wa mifugo unaodaiwa kuathiri eneo hilo kwa muda mrefu. Wito sasa umetolewa kwa wakazi katika eneo hili la Biego kudumisha amani hasa wakati uchunguzi unaendelea. Kutoka kaunti ya Nyamira nikiripotia TV47, mimi ni Kombo Alfayo. Asante sana Kombo Alfayo kwa taarifa hii.